kiongozi yoyote ambaye ataishawishi Yanga kupeleka timu uwanjani, basi yeye ataondoka atoachie timu yake. Lakini pia wenyewe ndio wenyeji, inabidi waweke viingilio ambapo watu wataweza kununua tiketi. Hujaona likifanyika hilo. Ukiangalia tarehe zinazidi kusonga. Lakini Yanga mpaka sasa ndio mbuzi wa kafara. Yaani lazima Yanga akatae kucheza ili mpira wetu uwe na adabu. Yaani vyovyote vile ili watu wa mpira sio kwamba anasimamia msimamo wake. Yaani lazima Yanga akatae kucheza huo mchezo ili watu wa mpira wawe na adabu na kanuni. Yes. Yanga hawafanyi kwa bahati mbaya kugomea mchezo, kwa sababu bado mimi naamini mamlaka husika, bodi ya ligi pamoja na TFF wana muda mzuri wa kutoa tathmini au uchunguzi ambao tuliambiwa Machi 8 unafanyika, kwa sababu kama mwezi umeshapita, miezi imeshapita tangu mwezi wa 3 mpaka leo tuko mwezi wa 6. Uchunguzi wa aina gani unafanyika? Mimi na wewe hatu Yes, kama ilivyo kawaida ndani ya FJTV, ni kukaribisha tena mtazamaji wa FJTV kwenye kipindi chako pendwa cha Sport League Cup ambacho kinakuangazia mambo yote ya kimichezo ambayo unahitaji wewe kujua, lakini pia tutakudadavulia kwa undani zaidi taarifa zote za kimichezo ambazo zinatokea ndani ya Tanzania pamoja na mipaka ya nje ya Tanzania, nikimaanisha katika mabara mengine ya Ulaya pamoja na mabara mengine. Masuala mazima ya kimichezo tupo hapa kwa ajili ya kukuhakikishia wewe unajua kwa undani zaidi, na machache kati ya mengi ambayo leo tumekuandalia ndani ya Sport League Cup ni muendelezo wa zogo linaloendelea kuelekea dabi ya Kariakoo ya Simba pamoja na Yanga. Bado haieleweki tunacheza ama hatuchezi, lakini bado wapo wanaoongelea vitu mbalimbali kuelekea kwenye huo mchezo, huku wenye mamlaka kabisa ya usimamizi wa ligi yetu wanasema mchezo upo, lakini wahusika wenyewe Yanga bado wamesimamia msimamo wao kwamba hawatacheza. Lakini pia kwa upande wa viunga vya Simba bwana, bado hatima ya Aish Manula ndani ya Simba bado ni gumzo na bado hali ngumu. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kukuhakikishia wewe mtazamaji wa FJTV kupitia kipindi chako cha Sport League Cup unaelewa kwa undani zaidi. Lakini kimataifa kubwa zaidi ni muendelezo ama hatimaye tumeshajua wana finali wa Euro National League tayari tumeshawajua, ambapo kwa upande wa jana semifinal ilitamatika kwa upande wa Spain kuwachapa France bao 4 kuwachapa bao 5-4, lakini huku Lamine Yamal akiendelea kung'ala zaidi. Tutaangazia kiwango chake, lakini pia tutaangazia kwa ujumla mchezo ulikwaje. Sitakuwa peke yangu hapa ndani, nitakuwa na Kiepo Benedicto, lakini mimi ninayekuendeshea kipindi chako ni Neema Kayugwa. Yes, kama nilivyokuambia hapo awali, leo tuna taarifa mbalimbali, lakini tukianza na taarifa ya kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa Juni 15, bado zogo limeendelea kuwa kubwa, ambapo wenye wahusika ama wenyeji wa mchezo klabu ya Yanga bado wamesimamia msimamo wao kwamba hawatacheza na hawautambui huo mchezo, huku Simba nao wakiendelea kupromote mchezo, lakini pia wanaohusika na usimamizi wa mchezo huu wakisema dabi ipoje. Sasa muafaka wa hili swala upoje au kuelekea kwenye mchezo upoje? Nipo hapa na Kiepo ambaye atatueleza yeye tathmini yake kwa anauona mchezo unaenda kuchezwa ama kwenye ligi yetu una afya gani hii migogoro inavyoendelea kuelekea mchezo. Je, kwa upande wako wewe kama mdau wa soka, lakini pia unaonaje mchezo unaenda kuchezwa ama hautacheza kwa mtazamo wako? Tunazungumza miongoni mwa michezo ambayo ni kubwa kwenye nchi yetu. Yes. Ukitaja michezo kubwa basi tukitaja dabi ya Kariakoo ambayo ndio ambayo inabeba taswira ya mpira wetu hapa nchini. Unajua hakuna mtu ambaye anatamani hii hali ambayo inaendelea. Hakuna ambaye anatamani. Kila mtu anatamani kuwa na ustawi mzuri wa mpira, kuwa na usalama mzuri. Lakini leo hii unasikia kuna kelele na shaka inatia mashaka pia nini ambacho kitaendelea. Mamlaka inasema mchezo huko Juni 15. Simba wanasema mchezo huko Juni 15. Ninaona Azam TV nao pia wameanza promotion kwamba mchezo huko tarehe 15 haina kipengele. Lakini kipengele kipo kwa sababu Yanga ambao wao wamesema watambua mchezo. Na kwa taarifa za awali Yanga watasafiri tarehe 15 kuelekea Mbeya. Kwa siku ambayo mechi inachezwa Yanga watasafiri
kuelekea mbele. Unadhani hilo litatokea? Kwa maana yake automatic wao hawajui huu mchezo uko kwenye ratiba. Na tunafahamu siku za karibuni Yanga walikuwa wametoa orodha ya michezo ambayo wao wamesaidia kumaliza ligi msimu huu. Katika ile orodha ipo michezo mitatu tu ambayo ni dhidi ya Prison tarehe 18, dhidi ya Dodoma Jiji na dhidi ya Singida na Stars kwa mchezo wa fainali ya shirikisho la Simba. Kwa hiyo mchezo wa Simba hauko katika orodha yao. Kwa hiyo inakupa tafsiri bado ngoma ngumu katika huo mchezo kucheza. Jana nilipata bahati ya kumsikiliza afisa habari wa klabu ya Yanga Alikao. Nilimsikiliza kwa makini sana, nikagundua kuna vitu haviko sawa. Na pale nikapata majibu kwa baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sikujua. Tunafahamu wakati sakata limetokea, waziri wa michezo ambaye ni Profesa Kabudi aliingilia kati sakata. Alifanya kikao na viongozi wa timu zote hizi mbili, lakini hatukupata majibu nini walizungumza. Kumbe katika kuzungumza kwao waziri akasema serikali haina mamlaka na soka ya kuingilia. Kwa hiyo tunawapa nyinyi wadau wa soka, viongozi wa soka, muende mkaimalize hili swala. Baada ya pale Yanga walitarajia kutakuwa na maelekezo yote kutoka kwenye bodi ya ligi. Kwa maelekezo hayo yakilingana na nini ambacho wanakwenda kukifanya baada ya mchezo kufanyika. Walitegemea maelekezo kama, lakini hayakufanyika maelekezo. Mwisho wa siku Yanga wakaenda kasi, wakarudi baada wakashtuka tu hapa wametangaza tarehe ya mchezo. Yanga kimsingi hawachezi. Mimi nakwambia hii mechi ya tarehe 15 kwa hali jinsi ilivyo Yanga hawachezi. Na hii sasa imetoka. Yaani hata leo Engineer Hersi akisema na Yanga hawachezi, Yanga hawatacheza. Ile ni timu ya wanachama hiyo. Ile sio timu ya tajiri mmoja kwamba atatoka atasema twendeni tukacheze mpira. Ile ni timu ya wanachama. Na tumeangalia mzee Omar Shaban ambaye ni anasimamia msimamizi wa matawi, mwenyekiti wa matawi ya Africans. Namna ambavyo anasimamia msimamo, na amesema kabisa kiongozi yoyote ambaye ataishawishi Yanga kupeleka timu uwanjani basi yeye ataondoka kuachia timu yake. Sio, unanielewa? Kwa atasema jinsi ilivyo, msimamo jinsi ulivyo, kimsingi Yanga hawachezi huu mchezo. Yaani otherwise patokee na maamuzi yoyote ya kuwaporesha Yanga hapa katikati kabla ya tarehe 15. Lakini hali ikiendelea hivi Yanga hadi sasa Yanga hajatangaza uwanja wa Mkwawa. Lakini pia wenyewe ndio wenyeji, inabidi waweke viingilio ambapo watu wataweza kununua tiketi. Hujaona likifanyika hilo. Ukiangalia tarehe zinazidi kusonga. Tarehe 15 ni kama tu yani siku za kesho kutwa tu hapa. Sasa ili kwa mtazamo wako na lina afya gani kwenye mpira wetu kwa ujumla? Kwa sababu mimi ninachoamini soka linatizamwa na watu wengi, lakini mitandao ya kijamii inasaidia kutizamwa zaidi. Watu wengine wanaitizama hii, wanalichukuliaje? Kwa sababu kama ile Machi 8 tayari watu wengi waliona na uliona taharuki ambayo ilitokea. Kila mtu alitoka sehemu mbalimbali. Je, kwa hili zogo linaloendelea unadhani tunaenda kupoteza ile tuseme ushawishi ama ladha ya dabi ya Kariakoo kwamba kuwa ni dabi kubwa barani Afrika? Unajua watu ukiangalia kila mtu anavyozungumza, unajua watu wanatafsiri kosa la Yanga kusema hawachezi. Lakini Yanga mpaka sasa ndio mbuzi wa kafara. Yaani lazima Yanga akatae kucheza ili mpira wetu uwe na adabu. Yaani vyovyote vile ili watu wa mpira sio kwamba anasimamia msimamo wake. Yaani lazima Yanga akatae kucheza huo mchezo ili watu wa mpira wawe na adabu na kanuni. Hii itatoa taswira. Yaani leo hata ikitokea Yanga akapoteza ubingwa, lakini na uhakika baada ya hili kupita Yanga wakagomea kucheza, Yanga wakapoteza alama 15, wakapoteza ubingwa mbele ya Simba, baada ya hapo watu wa mpira watakuwa na adabu kwenye kusimamia kanuni. Kwa mimi natamani sana litokee ili Yanga asicheze mchezo huu. Wamezungumza juu ya tiketi. Yanga ndio ambao wanapaswa kutangaza tiketi na viingilio, lakini wameweka wazi kabisa kwamba hawezi kufanya hivyo. Lakini kikanuni bodi ya ligi wao wana mamlaka ya kutangaza. Kikanuni wao ndio wanasimamia mpira wa miguu, wao wana mamlaka kufanya hivyo. Ikitokea haoni mazingira ya timu husika kuweza kufanya hivyo kitu. Kwa sasa kinachotarajiwa hapa tunategemea tu kama hadi kufika ligi 14 hivi 13 Yanga hawajatangaza venue ni wapi, viingilio hawajatangaza, basi tutasikia bodi ligi nao wanasema. Lakini kimsingi lazima
yani Yanga asicheze huu mchezo ili at least watu wa mpira wawe na adabu. Kwa sababu huwezi kuambia Yanga akacheze mpira leo hii wakati huo hujatoa ripoti ambayo ilisababisha mechi isifanyike match 8. Kwa watu unawachukuliaje? Hatuwezi kwenda hivyo kwenye mpira. Kwa hiyo kwangu mimi namna ambavyo naona inapaswa Yanga wajitoe sadaka katika hili. Wakijitoa sadaka, wakipoteza alama 15, wakipoteza ubingwa mbele ya Simba, wataporudi sasa baadaye watu wa mpira wenyewe hata mmoja tu watasalenda mmoja. So umesikia hapa katikati kuna wajumbe baadhi wameshaanza kuondoka. Kujiondoa. Wenyewe wanaanza kuondoka. Kwa sakata hili ni kubwa sana, watu wasijichukulie kimasiara kwa namna ambavyo hali inapokwenda. Yanga hawafanyi vile kwa bahati mbaya. Yanga hawafanyi kwa bahati mbaya kuugomea mchezo, kwa sababu bado mimi naamini mamlaka husika, bodi ya ligi pamoja na TFF wana muda mzuri wa kutoa tathmini au uchunguzi ambao tuliambiwa Machi 8 unafanyika, kwa sababu kama mwezi umeshapita, miezi imeshapita tangu mwezi wa 3 mpaka leo tupo mwezi wa 6. Uchunguzi wa aina gani unafanyika? Mimi na wewe hatujui, lakini pia unaweza kutoa maoni yako kutokana na hili sakata ambalo linaendelea kuhusiana na dabi ya Simba pamoja na Yanga. Wewe mtazamaji wa FJ TV unaona vipi? Lakini tukiachana na taarifa ya dabi bwana, tuelekee kwa upande wa Msimbazi. Hatima ya Aishi Manula ndani ya klabu ya Simba bado ipo kwenye mizani, yani ipo kwenye mizani, haieleweki kwa sababu kama nafasi yake ya golikipa namba 1 tayari imeshachukuliwa, lakini bado tunaendelea kumuona kwenye kambi, mazoezini, kwenye benchi tunaendelea kumuona. Kwa taifa la Tanzania bado tunamhitaji Manula kama golikipa, kwa sababu bado hatuna yule golikipa ambaye tutamtoa, yani kusema wewe nenda kadake mbele ya Morocco, kadake mbele ya Misri, kadake mbele ya nini, kwa sababu Manula alionyesha kiwango hicho. Hali ya Manula tangu ajiunge na Simba tunaona mafanikio ambayo alileta kwa upande wa Simba kwa msimu huu na msimu wa mwaka jana. Unaiona wapi future Manula kwenye upande wake? Binafsi Manula na kambi yake kwanza hawatamani tena kusikia Simba. Yaani kama kuna timu ambayo wao wataichukia kwenye maisha yao na career ya soka Manula, basi Simba wataichukia sana. Kwa nini? Na kwa sababu ya kile ambacho kinatokea. Kimsingi kama Manula angekuwa anapewa nafasi, hata makosa ambayo anafanya Musa Tuku kama yangekuwa yanarekebishika, kwa sababu kama yuko amelala. Sio kwamba mfumo wa kocha Fadu wa uhitaji. Hakuna cha mfumo. Manula ni Manula tu kwenye nchi. Huwezi kumchukua Manula kama fundisha golikipa yote kwenye nchi. Yaani leo tunagolia eti magolikipa wazao wapewe nafasi wafanye nini? Hakuna golikipa ambaye mzao. Unajua sisi tumekuwa tuna bahati sana Tanzania. Na hiyo bahati haitokei mara nyingi. Sisi inapitaga miaka unakuja unakuta unapata golikipa mmoja wa standard. Walipita kina Unyamira, walipita kina Juma Kaseja. Leo hii tunaye Aishi Manula ndio ambaye tunamuita Tanzania wani. Na inakuwa vigumu wakati golikipa mmoja akiwa kwenye ubora mkubwa kupata mwingine ambaye ambaye ana ubora ambao unaendana na yule ambaye yuko. Kwa kimsingi sioni Manula akisaidia Simba, mkataba wake unaishi. Na nilimsikia Mediali anasema kwamba swala Manula anawaachia wakubwa kama wanaweza kumshawishi Manula asaidie ndani ya Simba, lakini mpaka sasa hali inavyoendelea haiwezekani. Yani kwa Manula kusaidia ndani ya Simba haiwezekani. Tunaona Azam wakiuzaji, lakini tunafahamu kwa siku za karibuni Yanga wanakutana pia juu ya Diarra ambaye wengine wanasema aondoke, wengine wanasema baba. Na wanasema ikiwezekana pengine anaweza akamreplace Diarra ndani ya Yanga. Lakini pia tunafahamu ripoti kutoka Rwanda, Diarra pia wanatamani huduma ya Aishi Manula. Kwa wakati kama huu ghafla Manula anageuka lulu. Na wakati huu ghafla Simba kumekuwa kuchungu kwenye eneo la goalkeeping. Leo hii Musa Kamara pengine alianza msimu kama Shujaa, anaweza akamaliza msimu huu kwa maneno mabaya sana kwa mpira wa Tanzania. Watu wanaweza kumsema vibaya sana. Sekunde. Mapema sana watu wanakusahau. Na nimeona hapa karibuni watu wanaanza kumkumbuka Ayubu Raphael. Kwa hivyo unajua anaanza kusema kwamba inawezekana Musa Kamara anafanya haya makosa kwa sababu kuna mtu ambaye anampa push ndani. Umeona? Of course ukiangalia golini kwenye bench ukimuondoa Musa Kamara una Abel, una Ali Sali. Kimsingi hawamfikii kwa lolote Musa Kamara. Kama Noah angekuwa kwenye ubora manake at least alikuwa anaweza kumchallenge Musa Kamara. Kwa hali inavyoendelea Simba wanaweza wakapitia wakati mgumu sana. Otherwise waweze kumretain Musa Kamara arudi katika hali yake ya kawaida
au waweze kuhakikisha wanaweza kumretain Manula asiondoke. Kwa hivyo ni vitu viwili. Unakwenda katika msimu mwingine wa CAF Champions League, unahitaji kuwa na top goalkeepers kwenye kikosi chako. Unajua Simba wamehangaika sana msimu huu, hata hizi mechi za karibuni wanafanya vibaya kwa sababu hawana kikosi kipana. Simba wana idadi kubwa ya wachezaji lakini sio kikosi kipana. Sabani kusema hivyo. Leo hii Simba ikikosa baadhi ya wachezaji kwenye timu yao, leo Simba wakimkosa Kagoma, hakuna mtu ambaye atakuja kucheza kama Kagoma. Ukimkosa Fabrice Ngoma unapata mashaka, nani anacheza? Ukimkosa wao unajiuliza nani atanipa namba ambazo hawaweza kutumia. Sio, unanielewa? Yes. Kwa hiyo Simba wenyewe wanapaswa kuangalia katika hizo nyakati, lakini kwa Manula kaanza mfanyiko. Yaani ni wao sasa tu ni kulinda. Haiwezekani Manula kubakia ndani ya Simba. Na kwa namna ambavyo hali inakwenda, leo tukamwona Azam ambao wao kwa sasa wako karibu sana kuona mahusiano mazuri. Kijana wao pia ametokea. Kwa wanaweza kumshawishi vizuri atarudi ndani ya Azam, lakini mambo yakienda vizuri zaidi na ndio atakuwa makosa ambayo Simba ambayo kuyafanya kwenye mpira wa Tanzania. Ni kuruhusu mchezaji wao kuondoka kwenda upande wa pili. Watu wanasema Mkude ameondoka ameenda kwa alifanya nini? Lakini tunakumbuka Kevin Yonda aliondoka Simba ikiwa na ubora mkubwa sana akaenda Yanga akafanya makubwa na Africans. Leo hii tunamwacha Manula, utamwacha Manula akaondoka ndani ya Simba, mwisho siku anakwenda Yanga huwezi kujua ndio akaja kuwa top goalkeeper. Mwisho siku mnabaki baadaye mnaomiana. Kwa hali jinsi ilivyo Manula na Simba hakuna namna yote ambayo inaweza kufanyika. Tofauti na timu ya Azam ambayo tunaipa asilimia kubwa ya kumchukua Manula, timu gani kwa hapa ndani unaiona ina nafasi, yani akienda ana nafasi kubwa ya kurudisha kiwango chake? Kwanza cha kwanza kabisa Manula anahitaji timu ambayo atacheza sasa hivi. So ile ya kukaa benchi. Na ningekuwa sehemu ya watu ambao wanashauri juu ya dili la Manula, kama ingetokea anakwenda ya Africans hakikisha Diarra anaondoka. Iko kitu cha kwanza. Yaani akitaka kwenda Yanga hakikisha Diarra ameondoka. Hiyo itakuwa ni njia sahihi ya yeye kuweza kupata nafasi kwenye. Unajua goalkeeping ni tofauti na maeneo mengine kwenye mpira. Goalkeeping, kocha leo hii anaweza akawa na goalkeeper katika michezo 29 ya msimu mzima, anaweza akamuofa goalkeeper huyo mmoja akacheza michezo 20. Hii 9 ndio magolikipa wengine wakapishana. Yaani nadra sana kuona watu wanafanya mabadiliko katika eneo la goalkeeping. Kwa nafasi kutafuta timu ambayo ataenda kwanza na atacheza moja kwa moja. Na wakati mwingine unaweza kusema bahati mbaya au nzuri na kujaga wakati kama huu. Waliwakuta baadhi ya wachezaji hata Juma Kaseja kuna kata aliondoka cheza na Kagera Sugar, lakini ni timu ambayo ilikuwa haina ubora huo. Usipata unaonekana hauna ubora. Wanapofanya maamuzi pia angalia timu ambayo at least inaweza kumsaidia kuretain ubora wake. Leo tunasifu magolikipa wako bora, lakini angalia safu zao za ulinzi zinafanya nini. Umeelewa? Yes. Leo tunaangalia hata nchi mbalimbali duniani. Waangalia magolikipa bora wao. Tunasema wao ni bora, lakini angalia safu zao za ulinzi. Leo tunamzungumza golikipa kama Aaron Ramsdale. Ni golikipa mzuri sana. Ni bora sana yule golikipa, lakini anaangushwa na safu ya ulinzi. Mechi mfano msimu wa 2021-22 Sheffield United inashuka daraja, ile ilikuwa golikipa bora wa msimu. Umeelewa? Kwa eneo la goalkeeping yeye pia anafanya kesi ya timu, angalie timu ambayo at least ina ubora wa safu ya ulinzi. Unaweza kwenda kwenye timu ambayo na wewe kuonekana vumbi tu na wengine. Kwa kwangu mimi Manula, ukiondoa Azam ambao ana nafasi kubwa, akitaka kwenda Yanga basi hakikisha Diarra anaondoka. Akitaka kwenda kwenye timu nyingine kama of course anaweza kucheza hata Singida Black Stars. Kwa sababu Amos anaweza kujiunga na Yanga kama mambo yakaenda vizuri. Kama sababu zikiwa vizuri goalkeeper yule tukatimu taifa Nigeria hapo Singida anaweza kujiunga na Yanga. Kwa anaweza kucheza Singida Black Stars, wana timu nzuri, wana beki wazuri. Kwa anaweza kusurvive pia. Kwa issue ya Aish Manula pia mtazamaji wa FJTV unaweza kutuambia ama kutupa maoni yako. Unaona ni timu gani sahihi kwa upande wa Manula hapa ndani inaweza ikamfaa yeye kwenda kuonesha kile kiwango chake ambacho tulikiona ndani ya Simba miaka 4 ambayo Simba anautawala ligi yetu ya hapa Tanzania, lakini anaitawala kwenye upande wa golikipa upande wa timu ya taifa. Toa maoni yako ili tuweze kujua, na achana na taarifa ya Aish Manula ambayo inatufungia taarifa za hapa ndani, basi mtazamaji wa FJTV twende break fupi, tukirudi tunakuja upande wa kimataifa ambapo nimekueleza mtoto Lamine Yamal anaendelea kung'ala zaidi upande wa kitaifa, lakini kwenye upande wa ligi yao kwenye timu yake ya Barcelona anaendelea kung'ala, lakini
Kubwa zaidi tutazungumzia upande wa National League ambayo inaendelea ama imetamatika kwa upande wa semifinal hapo jana, huku Spain akimgalagaza France kwa bao 5-4. Tumerejea tena mtazamaji wa FJTV ndani ya kipindi chako cha Sport League Cup, lakini kwa hapa sasa tunaangazia upande wa kimataifa, na kubwa zaidi ni jana hatimaye semifinal ya Europa National League imetamatika kwa Spain kuondoka na ushindi wa bao 5-4 ambapo alimgalagaza France bao 5, lakini France akabatika na yeye kupata angalau mabao 4. Na nyota wa mchezo aliyong'ala zaidi kwa upande wa Spain ni Lamine Yamal, mtoto mdogo ambaye bado anaendelea kuonesha maajabu. Kwa nini anaendelea kuonesha maajabu hayo? Lakini tutazungumzia kidogo mchezo kama kawaida yetu, tutauchambua kidogo mchezo ulikuwaje, lakini pia tunakionaje kiwango cha Lamine Yamal. Tukianza kwenye mchezo wa jana, Spain anaenda finali kukutana na Portugal ambao ni tunaona role model wao ni Ronaldo. Spain anaenda kukutana na Portugal, lakini kwenye mchezo wa jana amemgalagaza France bao 5 huku naye akiruhusu mabao 4. Uliuonaje ule mchezo? Ilikuwa ni mechi bora sana kwa mimi kutazama. Watu ambao tunapenda wanasema mechi mchezo magoli. Magoli ya fungo. Magoli yakiwa na fungo una enjoy kutazama mpira. Sio unacheza mechi full time unapata goli moja tu. Au ndo hamna kabisa goli. Unapata wakati mgumu sana. Niliutazama mchezo jinsi sababu ulivyokuwa. Wale Spain yaani unaweza kusema Di Fuente ameitengeneza ile timu kwa namna ambayo inatisha kucheza nao. Yaani Spain unaweza ukawafunga ila na wao watakufunga kwa maana hiyo backline yao of course sawa. Unacheza na Spain ambao wao mara nyingi sio watu ambao wanafikiria basi kuzuia. Hawana tactics nyingi za kila mtu anacheza katika timu yao. Na ndio maana unagundua Spain mechi zao nyingi sana mara nyingi huwa zinaisha wakiwa wameruhusu magoli mengi sana. Na ndani ndo falsafa ya mpira wa nchi kama Spain. Angalia hata timu nyingi za La Liga ni rahisi sana kuzifunga magoli mengi. Lakini kama wao zenyewe zinajua kufunga, nazo zinaweza kukufunga sana. Kwa tulishuhudia mechi bora sana ambayo walitupa Spain na France, Faransa. Wanapoteza nusu finali ya UEFA National League katika nyakati ambazo Mbappe anaendelea na kupitia magumu pia. Akiangalia upande wa klabu kakosa kila kitu. Kakosa ligi, kakosa Copa del Rey, kakosa Super League. Yaani kakosa makosa, imekuwa ni wakati mgumu sana kwake. Lakini pia unaweza kusifu namna ambavyo licha ya hali ilikuwa ngumu kwa timu ya Faransa, lakini unaweza kusifu pia namna ambavyo pia wao walijitahidi katika mchezo huo. Walikuwa na wakati bora pia kujaribu kuhakikisha kama wanaweza kuwalazimisha Spain kufanya makosa mara kadhaa. Maana unakuta katika mechi pia penalty mpata timu zote mbili. Kuna penalty timu zote mbili. Kwa hiyo ilikuwa ni mchezo ambao timu zilikuwa zinapishana. Hakuna mtu ambaye alikuwa anahofia kuvuka kwenda kwa mwenzake. Umemtaja Lamine Yamal, bwana mdogo huyo. Kila kukicha yeye anaendelea kufanya maajabu pia. Kwenye miaka 17, nimesikia baadhi ya mastaa duniani wanajiuliza, hawakumbuki kama hata Cristiano Ronaldo au Lionel Messi aliyofanya haya maajabu kwenye umri ambao anaufanya. Miaka 17 kwenye ubora ule, unashangaa. Kabla ya ile mechi, of course kabla ya ile mechi unajua kumekuwa na tuseme minong'ono mingi hasa juu ya tuzo za bao hiyo. Minong'ono ilikuwa mingi na huku maswali yakiwa nani anapaswa kupewa bao hiyo. Watu wakafanya conclusion kwamba anayepaswa kupewa bao hiyo ni Ousmane Dembele na sio Lamine Yamal ambao watu wanampigia chapuo. Ile pre-match conference Lamine aliulizwa, unaiwaza bao hiyo? Alisema kwamba unajua anajibu majibu ya kitoto wakati mwingine. Alisema kwamba kama watu wanataka kuamua Ballon d'Or kwa kutumia mechi yetu sisi dhidi ya Ufaransa, basi waje na wataamua nani apate Ballon d'Or. Amekwenda Ousmane Dembele na Ufaransa yake ameshindwa kukuta, yeye amefunga magoli mawili. Na katika hali ambayo kusababisha yeye alikuwa amekuwa rated katika ile mechi kwa kiwango juu sana, 9.3 kati ya 10.
kwa mchezaji ambaye alikuwa na ubora mkubwa katika ile mechi. Kwa baada ya mechi pia wakamuuliza una feel vipi kwenye race za Ballon d'Or? Akasema yes, wanaoamua kuhusu Ballon d'Or basi waitumie hii mechi kuamua juu ya hatima ya Ballon d'Or. Wanakwenda katika finali ya UEFA National League dhidi ya Porto ambayo itapigwa Jumapili. Na sasa hii ndio ambacho kinaweza kikamkosesha pia Ballon d'Or. Ikitokea Spain wakashinda, wakatoa UEFA National League, utakuwa na wakati mgumu sana kwa Dembele kuchukua Ballon d'Or. Licha amefanya makubwa sana kwa sababu hata namba zake sio kubwa kiasi hicho. Anakwenda kucheza dhidi ya Ureno ambayo ilitoka kumfunga Ujerumani 2-1. Hofu yangu katika huu mchezo ni moja. Sina mashaka na Ureno kwenye kuzuia. Wako vizuri sana. Safu yao ulinzi ilikuwa ikifanya kazi kubwa sana, iko vizuri sana. Hofu yangu ni kuweza kuwazuia Spain. Yaani ndio hiyo mashaka yangu tu. Lakini hofu yangu kubwa ni Spain kuweza kuwazuia Ureno. Jua Ureno wanapokuwa wana attack, wana watu wazuri sana ambao wanaweza kuoverlap pembeni. Tunazungumza mabeki wa pembeni ni ubora mkubwa kama Nuno Mendes ambaye tunafahamu goli la pili dhidi ya Ujerumani jinsi ambavyo ilifunga ni matokeo yake kwa overlap kwenda kutoa assist ambayo Cristiano Ronaldo alifunga katika ule mchezo, goli la ushindi. Kwa hii ni mechi ambayo wanakutana na timu ambayo Ureno ni wazuri sana kwa compact katika eneo lao, lakini swali la msingi, je, wataweza kuzuia hii Spain ambayo imekuwa na tatu bora? Ndani yake una Nico Williams, una Lamine Yamal. Yaani katika mechi ambayo pia unatamani unakuwa na shauku kubwa sana kuona nini ambacho kitatokea. Lakini pia cha kuvutia zaidi na mtazamaji hapaswi kukosa mchezo siku ya Jumapili ni namna ambavyo huyu mtoto wa Lamine Yamal anatafuta matatizo. Aliulizwa kuhusu Cristiano Ronaldo na kwenda kucheza finali na Cristiano Ronaldo. Akasema yes, ninamheshimu. Yeye ni gwiji wa soka. Lakini mimi wote nitakwenda kufanya ni kwenda kushinda mechi tu. Kwa haijalishi nitakwenda kucheza na nani. Mimi nitakwenda kushinda mechi. Hawa watoto wawili Nico Williams pamoja na Lamine. Hawa ukiondoa urafiki wao na utishokisho wao. Hawa wawili mmoja ambaye ni Lamine anamkubali sana Messi. Lakini William yeye anamkubali sana Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambao wanacheza dhidi ya mtu ambaye actually ni kama umemtazama kama kioo. Unajua hata Lamine tunasema simkubali Cristiano, lakini pia bila shaka kuna wakati amemtazama kama kioo. Kwa hiyo mechi ina vitu vingi ndani yake. Hiyo ndio mechi ambayo pia hata Ousmane Dembele anasali anaomba, kwa sababu ikitokea Spain wakashinda UEFA National League, actually kutakuwa na ugumu wa yeye kupata Ballon d'Or kirahisi. Kwa hata yeye anaomba Ureno washinde. Swali la kumalizia la kizushi tu. Kwa wale wawekezaji unatamani wampe nani kati ya Spain na Porto? Kati ya Spain na Porto. Hiyo mechi kwanza itakuwa na magoli kwanza matatu. Kwa hapo waweke magoli. Kwa waweke magoli wasimpe mtu fulani ashinde. Chukueni madini kwa wasimpe mtu fulani ashinde. Waweke tu magoli. Siku hizi masuala ya kumpa mtu ashinde hapo sasa. Unaweza ukaangukia. Au ukishindwa sana basi weka tu ball score. Najua timu zote zitaruhusu goli. Haijalishi hiyo ni 1-2, 3-1, lakini najua tu timu zote zitaruhusu magoli. Kwa wale wawekezaji wote mmemsikia Kiepo ameambiwa mweke magoli, kwa sababu ukimpa matumaini Portugal unaweza ukaangukia kwa, lakini ukimpa matumaini Spain nao unaweza kukuangusha. Basi tusubiri Jumapili tuone nani kati ya Lamine Yamal ama Cristiano Ronaldo anaenda kurudia yale ya msimu wa 2019 ama Spain ataenda kurudia yale ya msimu wa 2023. Basi hilo nalo unaweza kuweka na majibu yako, lakini unaweza kuweka maoni yako. Na kufika hapa sisi bwana hatuna la ziada. Wakati ni ukuta, ukijaribu kupigana nao basi utaumia. Tukutane wakati mwingine tena kwenye kipindi cha Sport League Up. Ulikuwa nami ni Makayugwa, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na mchambuzi ambaye anaenda kukupa maadini yote ama utondoti wote wa kimichezo kuelekea dabi ya Kariakoo, mtazamo wake, lakini pia ameweka ushauri kwa wale wawekezaji kwamba ukitaka kwenye mechi ya Jumapili ya finali ya Europa National League basi uweke magoli. Hatuna la ziada ndani ya studio za FJ TV. Wakati mwingine, bye.